Nikualike ndani ya kipindi cha Medicounter ambacho ndio kinaanza saa hii, tuweze kujifunza mambo mengi yanayohusiana na afya, kwani katika sekta ya afya kila siku mambo mapya kabisa yanakuwa yanaibuka katika kipengele hiki cha afya. Sasa leo utakuwa nami Dafosa Posa, kwa nami basi uweze kujua nini hasa ambacho nimekuandalia kwa siku hii ya leo. Figo ni kiungo muhimu sana katika mwili wa binadamu. Inapotokea figo hazifanyi kazi vizuri, hii inaweza kusababisha matatizo makubwa kwa binadamu. Kazi kuu mbili za figo ni kuchuja taka mwili zenye sumu, lakini pia kuweka maji katika mwili wa binadamu vizuri, kemikali pamoja na madini. Sasa inapotokea figo hazifanyi kazi vizuri, ndipo hapo unaposikia kuwa mgonjwa anafanyiwa dialysis. Dialysis ni njia ya bandia ambayo inamsaidia mgonjwa kutoa taka mwili sumu, lakini pia inamsaidia yeye kuweza kuishi vizuri. Hivyo basi tunaye hapa daktari bingwa wa magonjwa ya figo, Dr. Fatuma Bakshi kutoka hospitali ya Aga Khan ambayo iko jijini Dar es Salaam. Atakuja kutuambia kwa nini mtu anafanyiwa dialysis, kuna aina ngapi za dialysis, lakini pia masharti yakoje kwa mgonjwa anayefanyiwa dialysis. Fuatana naye basi uweze kujifunza mengi katika siku hii ya leo juu ya mada yetu ya siku hii ya leo ya dialysis. Dialysis ni aina ya kusafisha damu. Sawa? Na inafanywa kwa wagonjwa ambao wana matatizo ya figo, ambao figo zao zimefeli kwa njia moja au nyingine. Kuna aina mbili za dialysis. Inaitwa hemodialysis ambayo inatumia mashine na tube ambayo mgonjwa anakonektiwa, then damu inaingia kwenye mashine inasafishwa. Na kuna peritoneal dialysis ambayo inatumia kwa njia ya tumbo. Tunamwekea mgonjwa catheter fulani kwenye tumbo, then anakuwa anaingiziwa maji fulani ambayo yana mchanganyiko aina fulani ambayo yanaitwa peritoneal fluid, yanaingia, and then kila baada ya masaa fulani anaya drain, anaweka tena mengine, anaacha dwelling time, ana drain tena kwa njia ya kutoa huo uchafu. Kila kitu kina indications zake. Sio wagonjwa wote ambao wanaweza wakafanywa peritoneal dialysis, au sio wagonjwa wote ambao wanaweza wakafanywa hemodialysis. Kwa hiyo inategemea na mgonjwa. Unapomuassess wewe kama daktari, kama yuko stable for peritoneal, then unamshauri na yeye mgonjwa pia ana uwezo wa kuchoose ipi ambayo yeye anahitaji na ipo convenient kwake kwa ajili pengine ya kazi zake za kila siku. Na kwa mfano hiyo nyingine, peritoneal dialysis inahitaji usafi wa hali ya juu, kwa sababu ni mgonjwa, sio kwamba atakuja hospitali saa ya kufanyiwa exchange, anatrainiwa kufanya yeye mwenyewe nyumbani. Yeah. Kwa hiyo it's the easiest kama mgonjwa atafuata masharti yote, lakini ni kidogo ngumu kwa rate za infection na mgonjwa sisi kuwa na uhakika kwamba atafanya hizo exchanges kwenye hali ya usafi zaidi. Kama mgonjwa ni wa hemodialysis, anaweza akafanya dialysis mara 3 mpaka mara 4 kwa wiki. Kama ni mgonjwa anafanya peritoneal dialysis, maana yake ana exchange kila siku. Pengine kila baada ya masaa 6 anafanyiwa exchange, au kama anatumia exchange kwa kutumia mashine ya peritoneal dialysis, anaweza akawa anafanya usiku kucha, mashine inamfanyia exchange, asubuhi anakuwa tu ana maji yake ndani ya tumbo, anaendelea. Ni vizuri tungeongelea hemodialysis kwa sababu peritoneal dialysis hatujaianza kuipractice hapa per se. Tunaipractice only kwenye acute patients. Yaani ninaposema acute patients, kuna wale patients ambao wanapata shutdown labda ya figo, yani kufeli kwa figo kwa ghafla. Kwa hiyo mgonjwa akifeli figo ghafla, maana yake unaweza ukamfanyia, kama uko sehemu ambayo hauna mashine ya hemodialysis, then unaweza ukafanya improvise, ukamfanyia acute peritoneal dialysis. Kama mgonjwa yuko kwenye sehemu, kwa mfano kama hapa tuna mashine, au sehemu nyingine yoyote ambayo ina mashine, then anafanywa acute hemodialysis. Sasa kwa hao wagonjwa ambao wana figo zimefeli kwa ghafla, maana yake wao watahitaji session chache tu za dialysis. Pale kila kitu chao kinarudi back to normal, anakuwa anaacha kusafishwa. Lakini mgonjwa ambaye ana tatizo sugu la figo, chronic kidney disease, mara nyingi stage 5 ndio tunaiita end stage kidney disease.
tunaangalia level ya ufanyaji kazi wake wa figo umepungua. Sasa huyo ndo tunamplania, kwa sababu yeye anahitaji permanent dialysis, anahitaji kufanyiwa dialysis mara 3 au mara 4 kwa wiki. However, tuna wagonjwa ambao bado wana residual kidney function, yani bado wana pati ya kidney ambayo inafanya kazi, wale tunaweza tukawafanyia hata mara 2 kwa wiki. Lakini hili ni zoezi endelevu for lifetime. Figo zikisha fail permanently, that's a lifetime, unless upandikizwe figo. Kwa mfano, unafanyiwa dialysis tuseme Aga Khan Dar es Salaam, unaenda kikazi Mwanza, unakuja hapa na kuandikia medical report, tuna communicate na hospitali ya Mwanza ambayo ina dialysis machine. Ukifika kule unaendelea tu kufanywa dialysis according to siku zako zinazohitajika. Kama unasafiri nje ya nchi pia ni hivyo hivyo, tunafanya tu arrangement. Kwa nini tunamfanyia mgonjwa dialysis? Maana yake figo zake zimefeli, hazifanyi kazi, haziperform. Figo inafanya kazi nyingi sana. Apart from kutengeneza mkojo, ndio hiyo ina control hiyo water balance kwenye mwili, si ndio? Ina control madini, potassium, sodium, arterial blood gases, vitu kama hivyo. Sasa tunapokufanyia maana yake tuna regulate hivi vitu. Sawa? Kwa hiyo unapofikia figo zako zimefeli, inabidi dialysis inakufanyia kazi kadhaa za figo. Of course dawa utaendelea kunywa, nyingine labda za kuongeza damu, unaona, za calcium, za kuactivate vitamin D yako, hizo dawa utaendelea kunywa. Lakini usipofanyiwa dialysis, ina maana ndio hiyo utakuta maji yamejaa mwilini, pressure pengine imezidi, blood gases zako zina mabadiliko, potassium yako ina mabadiliko. Kwa hiyo itakuweka kwenye riski ya maisha yako. Lakini pia kwa sababu ni kitu ambacho huu ni mwili wa binadamu ambao una guarantee. Kwa hiyo kila kitu kina complication. Kwa hiyo dialysis pia nayo ina complication zake. Kuna complication zake ni nyingi actually, inaweza ikakushushia pressure. Umeona? Inaweza ukapata cramps, inaweza yani ikakuletea shida nyingi. Umeona? Lakini however, inapofikia unahitaji, ni lazima ufanyiwe dialysis. However, sio treatment enyewe, naweza nikaiita supportive treatment, especially kwa mgonjwa ambaye ana chronic issue. Kwa mgonjwa ambaye ni acute, kama nilivyosema mwanzoni, unaweza ukareverse figo zake. Kwa hiyo kwa mgonjwa ambaye ni acute, it can be a treatment. Sababu amekuja, sumu imepanda sana, umeishusha, figo umeziokoa, they become okay. Kwa mgonjwa ambaye ni chronic, ni kwamba ile inakuwa ni supportive treatment. Treatment yake atakuwa transplant. In one way or another, dialysis ita-act sasa ndio figo zake, huku tukimpatia dawa ya kusupport other functions za figo. Kwa mfano, figo zako zimefeli kwa sababu una high blood pressure. Dialysis itasaidia part of controlling your pressure, lakini haitatibu ile pressure. Kwa hiyo lazima utatumia dawa za pressure. Vile vile kwenye figo kuna hormone ambayo ina stimulate production ya red blood cell. Kwa ufanyaji wa figo unavopungua, ile hormone pia inapungua. Kwa hiyo dialysis as a machine haikurudishii ile hormone. Kwa hiyo unapata tena medication ya hiyo hormone. Ndio maana wagonjwa wengi wa dialysis unakuta wakimaliza kusafishwa damu baada ya dialysis, wanachomwa hiyo sindano inaitwa erythropoietin kwa ajili ya kuongeza production ya red blood cells zao ili wasipungukiwe damu. However, kazi nyingine pia za figo ambazo mashine per se pale itaregulate kama nilivyosema hizo electrolytes, blood gases na fluid overload na ile sumu kutoka ambayo ni urea. Lakini the other kazi lazima itabidi utumie dawa. Kama ulikuwa una kisukari, inabidi utumie dawa ya kisukari, uendelee kutumia. Kama figo zako zilikuwa zimefelishwa na something else, una tatizo pengine la moyo, dawa za moyo bado utaendelea nazo. Kama ilikuwa ni infection, utaendelea nayo. Dialysis hafanyiwi kila mtu. Anafanyiwa mtu ambaye figo zake zimefeli, haziwezi kufanya kazi ya figo tena. Kwa hiyo huyu mtu anapata sumu inapojaa mwilini, anajaa, maji yanajaa, yanaweza kujaa mpaka kwenye mapafu, ambayo initially huwa tunawatry na dawa kupunguza yale maji. Tukiona dawa haifanyi, then the option remains dialysis.
sumu inapojaa mwilini to an extent, maana sumu inapoenda kwenye kila part ya mwili ina affect, inaweza ikaenda kwenye brain, mgonjwa akaja na altered mental status. Kwa hiyo pia ni indication moja wapo. Indication za dialysis kama ni mgonjwa okay, tunaweza tukasema huwa mara nyingi tunazigroup kama A, E, I, O, U. Kwa hiyo A ni acidosis, umeona ukiwa kwa lugha rahisi too much acid in the blood, unapopima zile arterial blood gases. A ni electrolyte imbalance, kama nilivyosema potassium, madini ya potassium yanapokuwa too high haitakiwi, umeona. Then O ni overload. Overload maana yake ndio hiyo nimekwambia, maji yanapojaa mwilini to an extent yanajaa kwenye mapafu, unashindwa kupumua, tunakuwa tumekupatia dawa imeshindwa pengine kuya regulate, hiyo pia. Hii ni intoxication, kuna sumu ambazo mgonjwa akipata zinaweza zikatolewa through dialysis. Na U ni uremia. Uremia ndio ile sumu inapojaa sasa kwenye blood, ina disseminate all over na inasababisha, kama nimekwambia, inaweza ikakusababishia maji around the moyo, inaweza ikakusababishia pain kwenye njia ya chakula, inaweza ikakusababishia altered mental status. Hizo ni acute absolute indications, yani umepata hivyo then mgonjwa wako lazima umpeleke umdrain hiyo sumu. Kama mgonjwa ni wa chronic kidney disease ambazo ziko stage 5, then inapofikia stage ya 5 maana yake ufanyaji kazi wake wa figo umepungua kabisa. Sasa yule ni mgonjwa ambaye ndio anahitaji permanent dialysis. Lakini unaweza ukawa una chronic kidney disease stage 3, sawa? Lakini umepata infection ikawasen, ikazishtua figo zako zikaenda to stage ya 5. Au ikazishtua figo zako ukapata zile A, E, I, O, U. Basi unaweza ukafanyiwa dialysis, zile A, E, I, O, U zikarekebishwa, ukarudi kuendelea na maisha yako, tunaendelea kukucontrol clinic. Umeona? Lakini kama ulikuwa stage ya 5, basi ni mgonjwa ambaye utapangiwa sasa for maintenance hemodialysis. So stage ya kwanza mpaka ya 3 tunaangalia primary factor ambayo inasababisha chronic kidney disease. Kwa mfano kama ni kisukari, then tuna maintain kile kisukari ili usiprogress. Umeona? Tayari kuna damage kwenye kidney, lakini ambayo tunaiangalia sisi ni usiprogress kwenda kwenye dialysis au ukafikia stage ambayo itahitaji transplant. Kwa hiyo tuna slow down progression. Umeona? Kama ulikuwa una high blood pressure, hivyo yani tunaangalia kitu gani kimekusababishia. Yeah. Kwa hiyo kuna wengine madawa pia yanaweza kusababisha. Figo are very sensitive. Kwa hiyo kuna mwingine labda ulipata madawa mengi ambayo, kuna madawa mengine ambayo sio very kidney friendly. Kwa hiyo tayari labda ulikuwa una diabetes, umekunywa zile dawa, progress kidney issues zako. Kwa hiyo tunaangalia a lot of factors. Yeah. Malaria, kuna magonjwa kama malaria, infection zote zinaweza zikasababisha kidney shutdown. Lakini mara nyingi hizo tunaziita acute. Kwamba umewahi kuja hospitali, tumekucheki, una malaria, yes, tumecheki kidney function, tumeona ziko deranged, tumewahi kukuokoa. Unaweza ukafikia hata kufikia dialysis, lakini inaweza ikawa sio dialysis endelevu. Yeah, kwa hiyo ndio tunaita acute. Lakini huko kwenye chronic, ukianza dialysis, then the only way you can stop it is by transplant. Kwa ushauri, na ningependa kwamba tusipuuzie any disease. Ni vizuri to seek medical attention. Sije ukasema pressure yangu iliishaga pona au kisukari changu kiliishaga pona. Yaani usitoe maamuzi wewe mwenyewe. To seek medical attention. Hata dawa, tusipende kujinunulia dawa pharmacy. Tupate medical attention vizuri, na si mbaya unapoenda ku seek medical attention hata kama unaumwa kichwa. As long as ujui kidney function zako, mimi ningependa umuulize daktari. Can I know how my kidney is working? Can I know my blood pressure? Can I know my blood glucose? Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo ni vizuri tuulizie ili ujue, kwa sababu figo ni kitu ambacho you know it early, you slow the progression. You know it late, your options are limited. Sasa hebu tukaione mashine hiyo ya dialysis namna gani ambavyo inafanya kazi.
Hapa ni naye nesi ambaye ndiye atatupitisha katika kuiona mashine hiyo kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, ili kuhakikisha kuwa mgonjwa anapata huduma sahihi kwa mahitaji sahihi. Fuatana naye basi uweze kuifahamu mashine hii inafananaje, lakini pia ufanyaji wake wa kazi ukoje. Hii hapa ni artificial figo ambayo ndio inachuja damu. Kwa vile figo haifanyi kazi, haichuji, kwa hiyo zoezi la kuchujwa linafanyika hapa. Hapa kuna pipe mbili, kuna pipe moja hii inaleta damu ambayo haijasafishwa kwenye mashine, na pipe nyingine inapokea damu ambayo imesafishwa ambayo inarudishwa kwa mgonjwa. Mashine hapa inakuwa tunaiset kwa muda wa masaa 4. Masaa 4 yatakapokuwa yamekwisha, mashine itasomeka 00 kama inavyosomeka mashine hii hapa. Mgonjwa anapokuwa hapa kwenye zoezi la dialysis, tunakuwa tunampima pressure kila baada ya nusu saa ili kuangalia maendeleo yake yanakuaje. Pia tunampima sukari, kwa sababu mara nyingi wagonjwa ambao wanakuwa kwenye dialysis huwa wanapungukiwa na sukari, na pia pressure either zinakuwa zinashuka au zinapanda. Na tunajuaje kama tumemtoa kiasi ambacho kinastahili? Tunapomaliza zoezi tunampima tena mgonjwa uzito kuangalia kwamba target yetu imefikia pale ambapo inatakiwa. Kwa hiyo mgonjwa anapokuwa kwenye mashine anaweza akala, anaweza akaongea, anakuwa tu comfortable, hakuna chochote ambacho kinasababisha maumivu akiwa kwenye dialysis. Kuna pampu hizi ambazo zinavuta damu kutoka kwa wagonjwa. Sawa, kuna pampu hii ambapo inaleta maji inapeleka huko pia kwa mgonjwa. Hapa kuna chemba ya venous ili damu isigande, tunaweka syringe kwa ajili ya heparin ya kufanya damu hiyo nyepesi. Hii ni soft pack na hii hapa ni poda. Hizi zinachanganyika pamoja na maji ambayo yamechujwa ya Dawasco, ambayo ndio yanakuja hapa nyuma, yanakuja hapa kwenye figo, ambayo ndio yanavuta zile sumu ambazo zinatakiwa zitoke. Kwa hiyo pipe moja hapa inatoa zile sumu ambazo zinatakiwa zitoke, na pipe hii hapa inaingiza hizi material hapa kwenye artificial kidney. Kuna pipe hii hapa already ndio inakuja inazunguka kwenye hapa kwenye pampu, inakuja inazunguka inakuja hapa. Ikishafanya zoezi la kusafishwa inakuja kwenye blue nayo inakuja inarudishwa kwa mgonjwa through blue one venous. Kuna na wagonjwa wengine hawana hizi za mkononi. Hizi za mkononi ni permanently. Mgonjwa akishaonekana sasa yuko katika kabisa, yuko kwenye ndi stage, anawekewa hizi ambazo kila anapokuja tunamtoboa, kimaliza tunachomoa. Kuna wale ambao sumu zao zinatengenezwa kwa haraka mno, na pia miili yao inakuwa inajaza maji. Kuna ambao hawezi kabisa kupata mkojo. Sawa. Kwa hiyo kama hapati mkojo, maana inamaanisha kwamba yale maji yatakuwa yanajaa kwenye kifua, yatakuwa yanajaa kwenye miguu, kwenye tumbo. Sasa lazima afanye mara 3 ili kuzuia ile hali isijitokeze. Lakini kama anaweza kupata vizuri mkojo na mwili wake hautengenezi sumu haraka, basi daktari wanawashauri wafanye mara 2, lakini wakati huo nao wanakuwa restricted kwenye fluid intake, yani vimiminika vya maji. Figo zinasababishwa na wagonjwa wenye matatizo ya sukari au pressure. Kwa hiyo hapo cha msingi tu tunaomba kwa sababu mara nyingi pressure zinasababishwa labda obesity, mwili kwa kutofanya mazoezi au wengine kwa hiyo tujitahidi kuzuia vile vitu ambavyo vinawezekana, zile hali za pressure au sukari tusizipate. Yani hiyo ndio ushauri mkubwa, kwa sababu most of the cases ni pressure na sukari ndio zinazoharibu figo. Tumalizie na wagonjwa ambao wako katika chumba hiki cha dialysis. Wao watuambie ilikuwaje mpaka wakaanza kufanyiwa dialysis, wakisafirisha katika safari nzima ya maisha yao kabla ya kufanya dialysis na sasa hivi wanafanya dialysis, maisha yao yakoje. Fuatana nao basi uweze kujifunza mengi kuhusiana na mada hii ya siku ya leo ya dialysis, kwani tumeanza na daktari, tukaja na nesi, sasa hivi tukawasikilize wagonjwa wenyewe. Nilipata tatizo la
pressure ilikuwa inakuwa juu sana kwa ajili ya sukari na sukari. Kwa hiyo baadaye nikaja kupima kukuta figo zina shida. Kwa hiyo ndio nikaanza. Usipofanya dialysis unajisikia vibaya. Pressure inakuwa juu, maji yatajaa kwenye kifua. Nimedumu na ile tatizo kwa muda wa miaka 5. Yaani shughuli zangu za kawaida kwa kweli inakuwa ni ngumu. Kazi ndogo ndogo tu ndo naweza kufanya, lakini kubwa siwezi. Au kwenda safari, kwa mfano kama kwenda mkoani, kutokana na huduma hii ni adimu sana kule. Kwa hiyo nashindwa kwenda. Nitafanya hili zoezi kwa muda wa maisha yangu yote. Kwa kweli huduma hii ni nzuri, ila tu ni kwa kuwa gharama ni kubwa. Kwa naomba tu labda serikali kama inawezekana itusaidie tu, hata kama jinsi inavyosaidia magonjwa mengine. Ambayo ni makubwa. Hii ugonjwa ni mkubwa sana. Ni gharama sana kubwa. Kwa mtu wa kima cha chini hawezi. Nilianza kusumbuliwa na pressure kwa muda wa miaka 3. Baadaye ndo figo zangu kwenda hospitali nikiwa hoi, ndo daktari akagundua figo zimefeli. Ndo nikaanza dialysis kwa ajili ya kusafisha, kutoa sumu mwilini. Maana kama figo hazifanyi kazi, ina maana mwili wote unakuwa sumu zinabaki mwilini. Kwanza nilianza kuvimba miguu, kuvimba macho, alafu kuhema ilikuwa kwa shida, pressure ilikuwa juu, ilikuwa inafika mpaka 280 kwa 140. Kwa hiyo hali yangu ilikuwa ni mbaya. Hata kutembea nguvu niliishiwa, nipungua sana, mwili wangu ulipungua. Kufika kwa daktari ndo wakaja wakagundua kuwa ni figo. Badala wa figo ni kusafisha damu kama unavyoona kwenye dialysis machine, kutoa zile sumu. Na mimi niliandikiwa kufanya mara 3 kwa wiki na bado nafanya mara 3 kwa wiki. Mwaka 2008 mwezi wa 7 mimi ndo tatizo ligunduliwa. 2009 mwezi wa 2 nikabahatika kufikiwa figo na dadangu. Kwa hiyo kadumu hadi mwaka juzi mwezi wa 11 tena ikafeli niliwekewa. Kwa hiyo kuanzia mwaka juzi mwezi wa 11 mpaka leo ndo naendelea na dialysis. Unajua figo unayowekewa nayo bado unakuwa unatumia dawa. Na zile dawa pia ni sumu. Na sio mimi mwenyewe, kuna watu wengi ambao wamewekewa nao zimefeli tena. Sema mara nyingi kishapita miaka 7 ni rahisi kufeli, lakini kuna watu wamekaa nazo mpaka miaka 12 na wafahamu hazijafeli. Nategemea na mtu na mtu. Maradhi haya ya figo ni hatari na yanaua kimya kimya, ila unaweza kuepuka maradhi haya endapo utafanya mazoezi, utalinda uzito wako, utaacha uvutaji wa sigara, utaacha kunywa dawa za maumivu bila ushauri wa daktari, lakini pia utakuwa ukila chakula chenye lishe bora ama balanced diet. Mpaka wiki ijayo ni kuacha dondoo ya siku ya leo. Jina langu Dafosa Prosper. Endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyorushwa hapa Azam 2 ya Azam TV, burudani kwa wote. Fuata njia hizi kupunguza madhara ya simu za mikononi kwa afya yako. Hakuna atakayepinga kwamba ujio wa sayansi na teknolojia umerahisisha sehemu kubwa ya maisha yetu. Lakini unajua vifaa vya kielektroniki vina madhara gani kwenye afya yako? Kutokana na vifaa hivi kama simu na kompyuta kuwa sehemu ya maisha yetu, imekuwa vigumu kuviepuka kwa 100%. Lakini hizi ni njia fupi za kupunguza madhara hayo. Jenga utaratibu wa kutuma ujumbe mfupi pale ambapo hakuna haja ya kupiga simu. Uwekaji wa simu karibu na kichwa chako kwa muda mrefu haishauriwi kiafya, kwani simu huzalisha miale inayoweza kusababisha kansa au brain tumor. Tumia earphones, yani visikilizio vya masikioni, wakati wa kuongea na simu. Hii huongeza umbali kati ya simu yako na kichwa chako. Weka sauti kubwa kwa maana ya loudspeaker, na kuweka simu mbali kidogo na sikio lako hupunguza hatari ya miale ya simu kwa mwili wako. Epuka kutumia simu wakati mtandao ukiwa chini sana. Hii hufanya simu yako kutumia nguvu kubwa kupata network na kukuweka kwenye hatari zaidi, kwani wakati huo simu hutoa miale zaidi. Usiweke simu sikioni kabla ya unayempigia hajapokea. Utafiti unaonyesha kwamba simu hutumia nguvu zaidi inapotafuta mtandao kuliko wakati mwingine wowote. Hivyo unashauriwa kutoweka simu sikioni unapoanza kumpigia mtu. Zima simu yako inapokuwa haina matumizi yoyote ya lazima. Epuka kuweka simu karibu na kichwa chako unapolala,
na pia usiweke simu yako chini ya mto wa kulalia wakati umelala. Jitahidi kuwa na mazungumzo mafupi iwezekanavyo ili kuepusha hatari. Unaposafiri hasa safari ndefu, epuka mazungumzo marefu, kwani simu yako huhangaika zaidi kutafuta mtandao, na hiyo hukuweka wewe kwenye hatari zaidi kiafya.